Wafilipi 4 mstari wa 8 na wa 9 anasema hivi: hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Mstari wa 9, mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Kwa hiyo tunajifunza kwamba mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa na nafasi ya kuwasaidia hawa Wafilipi ili wamjue Mungu na wajue namna ya kumtumikia Mungu vizuri na namna ya kuenenda vizuri mbele za Mungu. Ndio maana nawaelekeza namna ya kufikiri, namna ya kutafakari, mambo ya kuwaza mioyoni mwao. Lakini anasema kwamba mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo. Kwa hiyo Paulo alikuwa anajitunza yeye mwenyewe, alikuwa anajihudumia yeye mwenyewe kwanza mbele za Mungu, akawa katika hali njema. Ndio maana akamwambia mtumishi wa Mungu Timotheo, akasema kwamba uwe kielelezo. Watumishi wa Mungu tunakuwa vielelezo kwa sababu ya kujitunza wenyewe na kuwa katika hali njema mbele za Mungu, tuwakubalika mbele za Mungu sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hadhi ya kuweza kuanza kuwahudumia wengine, lazima wewe mwenyewe uwe katika hali njema, uwe katika hali ya msimamo kwa Mungu, uwe mtu wa Mungu uliyeokoka, mwenye hali njema mbele za Mungu, unayeweza kuachilia mambo ya kimungu kwa watu wengine. Kwa mambo yale ya kimungu yanatoka ndani yako na ndio unayoyaishi, na watu wakikuangalia wanamuona Mungu. Wale ambao unawaongea nao maneno ya Mungu, unaowafundisha, unaowaelekeza, kuangalia hata kwa macho, waone kweli kile ambacho unawaambia kwamba waende nacho ndicho ambacho na wewe unakiishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatupenda sisi na anatuelekeza kuishi maisha namna hiyo kwa sababu ya umuhimu wetu mbele zake. Sisi ni watu wa muhimu sana mbele za Mungu. Mungu anatuangalia kama watu wa muhimu sana kwake, na ndio maana anatufundisha kuwa na msimamo, kwamba tutembee tukiwa tumemjaa Mungu, tutembee tukiwa tumejaa neno la Mungu, tunayo mambo ya kimungu ndani yetu, tunamuishia Mungu. Yale ambayo tunawafundisha wengine yawe yamejaa ndani yetu na tunayaishi, ili tuweze kuwaelekeza wengine, na wengine watakapokuwa natuangalia waseme kama wale watumishi wa Mungu waliosema kwamba sisi tusitumikie miungu mingine. Huyu mtumishi wa Mungu Yoshua alivyoambia kwamba yeye amechagua kumtumikia Mungu, na wao wakamwangalia Yoshua na maneno yake, wakasema na sisi hatutatumikia miungu mingine, tutamtumikia Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza kujitunza nafsi zetu sisi wenyewe kwanza. Kila mmoja hakikishe kwamba amekuwa na msimamo mzuri mbele za Mungu. Kama ni kuomba, unawafundisha wenzako, unataka wawe waombaji, wewe muombaji namba 1. Maana yake wewe umewatangulia kwenye kuomba, alafu unawasaidia sasa waweze kujua kuomba, ili uweze kusimama mbele yao useme, mambo mnayoyasikia kwangu na kuyaona ninayoyafanya, basi yafanyeni hayo. Na alivyosema yafanyeni hayo, kwa sababu alikuwa anafanya mambo ya Mungu, akasema na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Luka 22 mstari wa 32. Luka 22:32. Luka 22:32 anasema hivi: lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka uwaimarishe ndugu zako. Yesu anaongea na mtumishi wa Mungu, anaongea na Simon Petro,
anamwambia kwamba lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Kwa hiyo Bwana Yesu alijua kabisa kwamba yule mtu anayemtuma kwa watu kwenda kuwahudumia anapaswa yeye mwenyewe kuwa na imani iliyo imara kwanza yeye binafsi. Anasema utakapoongoka uwaimarishe ndugu zako, utakapokuwa salama wewe uweze kuwahudumia na ndugu zako. Kwa hiyo sisi wenyewe kwanza ndio wa kujitengeneza na kuwa katika hali njema mbele za Mungu, alafu tuweze kuwahudumia ndugu zetu. Mungu anatuangalia kama watu ambao tunaweza kuwahudumia wengine, lakini ili uweze kuwahudumia wengine lazima wewe ukae upande wa Mungu kwanza, uimarike kwa Mungu wewe binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Tupo katika hali ambayo tunapaswa kuwa imara sana mbele za Mungu, na matisho mengi yapo yanayotuelekea sisi na ndugu zetu, yanayoelekea kanisa. Lakini ili kuweza kutembea maisha ya ushindi, Mungu anasema tujiimarishe sisi ambao tunasikia neno lake mahali hapa. Mungu anataka tuimarike kwake, tuwe wale watu ambao Mungu aliwakusudia. Kama Bwana anavyoongea na Petro kwa habari ya kuwahudumia wengine, anaongea kuwahudumia wengine, lakini anasema kwamba ili aweze kuwahudumia wengine lazima ajitunze nafsi yake kwanza, lazima ajitunze yeye mwenyewe. Kila mmoja anapaswa kujitunza binafsi ili aweze kuwahudumia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 17. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 17 na wa 18 anasema hivi. Neno la Mungu linasema, basi wapenzi, mkitangulia kujua hayo, jilindeni nafsi zenu, msije mkachukuliwa na kosa la hao wahalifu, mkaanguka na kuacha uthabiti wenu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema jilindeni nafsi zenu, msije mkachukuliwa na kosa la hao wahalifu, mkaanguka na kuacha uthabiti wenu. Kuna uthabiti ambao Mungu ametupa tulipompokea yeye. Tumekuwa na uthabiti katika imani zetu, tumekuwa na uthabiti, tunatembea na Mungu katika uthabiti. Mungu anasema sasa tujilinde nafsi zetu, tusichukuliwe na kosa la hao wahalifu. Kuna wahalifu ambao wanaweza wakaja na kukuondoa katika msimamo wako na katika ile hali nzuri ambayo Mungu amekuweka ya msimamo mzuri katika Bwana, ya uthabiti, ambako Mungu anatuambia kwamba tujilinde nafsi zetu. Tunaishi katika ulimwengu ambao na mambo mengi maovu ambayo yanaweza kupeleka kwenye kona ambayo sio nzuri, lakini Mungu anasema jilindeni nafsi zenu, msije mkachukuliwa na kosa la hao wahalifu. Kama Mungu anaona kwamba kuna hali ya kuweza kuchukua na kosa la wahalifu, kuna hatari ambayo iko huko nje ambayo Mungu anaiona, anasema jilinde nafsi yako, alafu ukawa hujajilinda, maana yake ni wewe umejiacha ili uchukuliwe na hilo kosa la hao wahalifu ambao tayari Mungu ameshaliona kwa neno lake. Na Mungu kwa sababu ameliona kwamba iko hatari huko nje, ndio maana anasema kwamba wewe jilinde nafsi yako. Jilinde kutokana na uharibifu ambao uko huko nje, jilinde katika hila za wahalifu, jilinde mwenyewe na Mungu atakuwa pamoja na wewe, kwa sababu anakuelekeza kujilinda mwenyewe kwa neno lake mwenyewe, anakuambia ujilinde. Kwa hiyo kama anasema ujilinde, maana yake ni kwamba kuna hali ambayo inawezekana wewe kujilinda. Kwa mstari 18 anasema hivi, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo, utukufu una yeye sasa na hata milele. Kwa hiyo wakati unajilinda, tunakuwa katika neema na katika kumjua Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kila mmoja wetu anawajibika kujilinda. Kila mmoja wetu anawajibika kujilinda na kuwa na msimamo katika Bwana. Unapoomba, hebu omba huku unajiangalia kama uko na msimamo mzuri mbele za Mungu. Usiombe tu kwa maneno ambayo ni ya kupoteza muda. Omba katika hali ambayo ni ya wewe mwenyewe, huku unajichunguza ndani. Unaona kabisa kwamba uko sawa sawa, na unaona kabisa kwamba maisha yako yamemwelekea
kumwelekea Mungu vizuri, na hakuna kitu kukutikisa mbele za Mungu. Ili utakapokuwa unaomba, wewe mwenyewe tayari umekuwa na msimamo mzuri mbele za Mungu, basi unaweza kutaja na mambo mengine ya kuomba kwa ajili ya taifa, ya kuomba kwa ajili ya watu wengine, kwa sababu tayari una msimamo uliosimama thabiti mbele za Mungu, na Mungu anakuangalia kama mtu ambaye anaweza akaomba kwa ajili ya wengine. Alivyoelekeza akasema, jitunzeni wenyewe kwanza. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6, Kumbukumbu la Torati sura ya 6, tutasoma kuanzia mstari wa 4. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 kuanzia mstari wa 4. Neno la Mungu linasema hivi, inasema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu, Mungu ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa moyoni mwako, nawe wafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo nyumbani mwako, uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaongea hapa na taifa la Israeli, na anawafundisha kwa habari ya kutembea naye na zile amri 10 na maelekezo yale ambayo amewapa. Anasema, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo ni mtumishi wa Mungu Mwisraeli huyu ambaye tayari ana majukumu ya kifamilia na ya kikabila lile, anaambia kwamba nawe umpende Bwana Mungu wako. Anamwambia yeye mwenyewe kwamba ampende Bwana Mungu. Kila mmoja anapaswa kuwa na msimamo wake kwa Mungu binafsi kwanza. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Alafu anasema, na maneno hayo nayo kuamuru leo yatakuwa moyoni mwako. Yanapaswa maneno ya Mungu yakae mioyoni mwetu kwanza. Maneno haya ambayo Bwana anaongea na mtumishi wa Mungu huyu, anasema yakae moyoni mwako wewe kwanza, yakae moyoni mwako binafsi, kama anavyosema neno la Kristo, na likae kwa wingi ndani yetu katika hekima yote. Maneno haya nayo kuamuru leo yatakuwa moyoni mwako wewe. Alafu anasema yakishakuwa moyoni mwako wewe, anasema uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Kwa hiyo ili uweze kuwafundisha watoto wako pale nyumbani na kuwaelekeza katika njia ya Mungu, lazima maneno ya Mungu yakae moyoni mwako wewe binafsi. Lazima wewe mwenyewe neno la Mungu lijae kwa wingi ndani yako. Kile ambacho unataka wakielewa wale watoto, maana yake kinapaswa ikae ndani ya moyo wako wewe kwanza. Lazima wewe mwenyewe kiwe kimeshakuwa cha kwako, na unakiishia hicho kitu kwa sababu umeshakiona cha muhimu na cha kweli, na ndicho ambacho unataka kutembea nacho. Kwa hiyo utapenda kwamba na ile familia yako ikijue. Mungu anasema kikae na moyoni mwako kwanza, na anasema kwamba kishakuwa katika moyo wako uwafundishe watoto wako. Watoto wako utakuwa unawafundisha kwa namna ile ambayo watakuwa na kusikiliza unapoongea, lakini watakuwa na kuangalia pia unachofanya. Watakuwa na kuangalia maisha yako unayoishi, watakuwa na kuangalia, wanajifunza kwa namna zote. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna watu ambao wanaojifunza kwa vitendo ni watoto. Watoto hawajifunzi tu kwa mambo unayowaambia, wanajifunza kwa kukuangalia pia. Pamoja na kwamba utawaelekeza kwamba msiende katika njia hii, lakini watakuwa na kuangalia, je, hiyo njia baba anayosema ni sawa sawa? Ndio maana mtoto ukimpa chakula, akataka umpakulia cha kwake ukampa, lakini kile ambacho unakula wewe anakiona cha muhimu. Ukimpa kile cha kwako anakipokea na kila vizuri, kwa sababu anajua kama ni kizuri cha baba anakula, anakiona kiwe kitamu zaidi. Na ni kweli kabisa, kama una mtoto lazima utajua kwa sababu kile unachokula wewe anakiona ni cha kizuri kuliko kile ambacho anakula yeye. Pamoja na kwamba kimetoka kwenye chungu kimoja, lakini bakuli ya baba au ya mama inakuwa nzuri kuliko ile yule mtoto ambaye alikuwa anakula.
Ndio maana wanajifunza kwa mambo ambayo tunawaambia, lakini kwa kutuangalia pia tunafanya nini na kukupenda yale ambayo tunayoyafanya. Sasa tukijenga nafsi zetu kwa Mungu, tukatembea na Mungu sawa sawa, tutaweza kuwafundisha watoto wetu kama anavyosema kwamba wafundishe watoto kwa bidii. Lakini huwezi kuweka bidii kufundisha watoto kwa maneno ambayo hayatoki kwako wewe mwenyewe. Lazima maneno ya Mungu yakae ndani yako, alafu uanze kuweka bidii ya kuwafundisha wewe. Na utakapowafundisha sasa kwa bidii, watoto wale watayashika ile maneno, watakuwa na kuangalia na kujifunza. Na Mungu anasema ukimlea mtoto katika njia impasayo, hawezi kuiacha mpaka atakapokuwa mzee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiona mtoto wako amepata shida, akiwa anaendelea haendi vizuri, kajiulize umemleaje huyo mtoto, kwa sababu Mungu anasema ukimlea katika njia impasayo, maana yake kwamba ni njia ya Mungu, ile ambayo Mungu amesema kwamba maneno hayo uweke moyoni mwako wewe, alafu uwafundishe watoto wako. Je, umeweka moyoni mwako kuwafundisha, au ulikuwa unawafundisha kwa kuandikia ubaoni kwamba wasome wakafanye wao? Je, ulikuwa unavuta sigara alafu kaambia watoto wasivute, alafu ukawa watoto wanakuona kabisa kama unavuta, lakini unasema sigara ni mbaya sana, lakini unavuta. Ukija kumuona mtoto anavuta, baadaye unasema huyu mtoto alipata wapi? Kumbe alikuwa anakuangalia akajua kwamba hicho kitu unachofanya wewe ni kizuri. Kwa hiyo Mungu anatufundisha kwamba pamoja na kwamba tunataka kuwalea watoto wawe katika hali njema, sisi wenyewe tuwe wazuri, tujitunze nafsi zetu sisi kwanza, ili tuweze kuwahudumia wengine. Unataka kwenda kuwahubiria watu injili, waje kwa Yesu, wamjue Yesu ambao unamtumikia, lazima uwe mwenyewe ujiimarishe kwanza kwa Bwana, ili uweze kutoka nje kwenda kuwavuta wengine waje kwa Yesu. Kwa sababu utakapoenda kuwavuta, watakuwa na kuangalia, je, uko katika Kristo wewe au haupo? Na pia neno la Mungu litakuwa na kushtaki moyoni kwamba mbona wewe hufanyi hayo unayoyasema kwa wale watu. Kwa hiyo tunapaswa kujitunza nafsi zetu sisi kwanza. Ndivyo ambavyo Mungu anatuelekeza na anapenda tuishi hivyo, na tuwe na msimamo kwa Mungu wa moyoni kabla hatujaenda kuwahudumia watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Wakolosai sura ya 4, Kolosai sura ya 4 mstari wa 12. Kolosai 4 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, Epafra aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimu, akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Anasema mtumishi wa Mungu ni Paulo hapa, anaongea na watoto wa Mungu wa Kolosai hapa kwa neno la Mungu alikuwa nimewaandikia. Anasema Epafra aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimu, akifanya bidii kwa ajili yenu katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kuthibitika katika mapenzi yote ya Mungu. Na haya ndio mapenzi ya Mungu kwa kila mmoja, asimame mkamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Tunapoanza kujua kwamba Mungu ametuokoa, ametupa neema ya kuwa hapa kanisani na tunamtumikia Mungu, kiu ya Mungu katika maisha ya watoto wake ni kwamba tusimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Ndio maana mtumishi wa Mungu huyu Epafra akawa anafanya bidii siku zote kwa ajili ya wale watumishi wa Mungu ambao aliwacha kule Kolosai, akiwaombea, akiwa na maombi ya bidii kwa ajili yao, ili wasimame imara, wawe wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Kila mmoja aliyeko hapa, kila mmoja ambaye ameokoka ni mtumishi wa Mungu. Neno la Mungu linamtakia leo kusimama imara na akiwa mkamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Kila mmoja, kama vile ambavyo Mungu anatufundisha kwamba sisi ndio watumishi wa Mungu ambao ametuambia kwamba enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Ukijua kwamba ni wewe Mungu alikuwa anakuambia kwamba unapaswa kwenda kuhubiri injili, anasema kwamba mkawafundishe yale niliyowaamuru ninyi.
kwamba lazima mambo haya ambayo unaenda kuwafundisha tayari wewe unayo na unayaishia. Tayari yako ndani yako na umeshajithibitisha mbele za Mungu, umesimama imara we katika imani. Umesimama mkamilifu, umesimama na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Ni maombi yetu sisi kwamba kila mmoja tuthibitike hivyo. Na unapoanza kuwaza kuwahubiria wengine, hebu tafakari habari zako kwanza. Umesimamaje mbele za Mungu? Msimamo wako mbele za Mungu ukoje? Ili utakaposimama vizuri mbele za Mungu, utawaongoza wengine vizuri katika njia iliyothibitika mbele za Mungu. Utawasaidia wengine, utawaombea maombi mazuri ya bidii kama alivyokuwa anaomba Epafra hapa, akiwaombea Wakolosai wasimame wakamilifu na kuthibitika katika mapenzi yote ya Mungu. Lakini lazima msimamo wetu kwa Mungu uwe imara kwanza. Lazima wewe mwenyewe ujitunze mwenyewe nafsi yako na lile kundi. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Paulo wakati mwingine akasema kwamba nisije nikawahubiria wengine mimi nikawa mtu wa ukataliwa. Mungu anatuangalia sisi kwamba na sisi wenyewe tujihurumie. Mungu anataka tujione kwamba sisi wenyewe jambo tunalolisema la Mungu ni la kweli na lina maana kabisa, na linataka tunalijua kwa sababu Mungu amelisema kwa ajili yetu. Tunapotaka kuwapelekea wengine ni baada ya kuona uzuri huu ambao Mungu ameweka katika neno lake na katika huu uzima ambao tumeshaupokea. Kwamba tumeshafahamu kabisa kwamba tunao uzima wa milele ambao Mungu ametupa, ndio maana tunaupeleka kwa wengine. Kwa hiyo tusimame imara katika haya mambo ya Mungu, tuwe wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu, ili tunapoenda kwa wengine tuende tukiwa imara hivyo. Tuende tukiwa kweli tuna kibali mbele za Mungu, na Mungu anatuona tukiwa tunatutumilia kwake vizuri, na makusudi ya Mungu yanaendelea kutiririka ndani yetu. Hapo ndipo unapoweza kuwaendea wengine na lile kundi ambalo unalo. Bwana Yesu asifiwe. Lile kundi ambalo unalo wewe litakusikiliza na kuweza kupokea mambo ya Mungu sawa sawa, ukiwa wewe umejiimarisha kwa Bwana. Kama alivyokuwa anaongea na wale wa Israeli, anawaambia kwamba wale watoto wao wawafundishe kwa bidii, lakini mambo hayo kwanza wayaweke kwenye mioyo yao kwanza. Sisi wenyewe tujiimarishe kwanza kwa Bwana, kama alivyokuwa anasema Paulo kwamba alijiimarisha kwa Bwana. Anawaelekeza kwamba watembee wakiwa wanaongea na kufikiri mambo ya Mungu, lakini anasema mambo mliojifunza kwangu mimi myatende hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Kwa hiyo pamoja na kuongea nao, lakini walikuwa wanajifunza kwa kumwangalia pia Paulo na kumuona aliyokuwa anayafanya na kuyaishia. Ndipo akawaambia kwamba mtakaponifuata mimi na Mungu wa amani atakuwa pamoja na ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumejifunza kutembea na Mungu na kuweza kujitunza sisi wenyewe kwanza, ili tuweze kulihudumia lile kundi. Kundi lako litafanana na wewe, halitakuvuka wewe. Lile kundi ambalo unalitunza litakuwa linaimarika kama jinsi ambavyo wewe mwenyewe uko juu yao na unawasaidia ili waimarike vizuri. Kwa hiyo kama umeimarika sana, familia yako itakuwa inaendelea kupiga hatua kwenye kuimarika vizuri. Kama unampenda Mungu sana, unatembea na Mungu vizuri na unawafundisha watoto wako na familia yako itakuwa inampenda Mungu na kutembea naye sawa sawa. Na jinsi ambavyo unajifunza neno la Mungu na kulijaza moyoni, ndivyo ambavyo lile kundi ambalo Mungu ameweka kwako litakuwa linamjaa Mungu, litakuwa linatembea likiwa limemjaa Mungu katika mioyo yao, kwa sababu anayewatunza amefuata neno la Mungu na alimuelekeza kwamba ajitunze nafsi yake na lile kundi ambalo Mungu ameliweka mbele yake. Hebu tumwadhimishe Mungu kwa makofi mazuri. Haleluya. Karibu.